Tunapozungumza swala la uwekezaji, investment, watu wengi huwa ukisema neno uwekezaji wanaenda straight kwenye uwekezaji wa pesa. Wanaenda straight kwenye uwekezaji wa viwanda, viwanja, nyumba za kupangisha, bodaboda, bajaji, magari, fremu, biashara na vitu vyote vinavyohusu uchumi. Na focus hiyo ni nzuri, sio mbaya, lakini inakufanya unasahau baadhi ya maeneo mengine ambayo ni muhimu sana kwenye maisha kuwekeza. There are other investment patterns that we forget kwa sababu tunalalia kwenye kuwekeza uchumi. Sasa leo natamani ni kuonyeshe maeneo mengine 4 ambayo unapaswa kuwekeza na wengi wameyasahau, na kusahau huku kumewacost. Maeneo mangapi? 4. Eneo la kwanza la uwekezaji tunauita investment in health and well-being. Uwekezaji kwenye mwili, uwekezaji wa mwili. Hapa tunazungumza kuhusu kuwekeza kwenye mwili wako, kuhakikisha una afya stahiki, unafanya mazoezi mazuri, unakula vizuri, unalala vizuri, ili mwili wako uwe vizuri. Maono yako na ndoto yako yanategemea sana afya yako, mwili wako uwepo. Ndoto yako kubwa iwezekanavyo vipi ukiwa hospitalini bado hujafanikiwa? Lazima uwepo kuiona ukiwa healthy. Kwa hiyo uwekezaji wa kwenye mwili ni uwekezaji mkubwa wa kwanza. Hakikisha unawekeza vizuri kwenye mwili wako na afya yako. Hakikisha una check mara kwa mara afya yako. Uwekezaji namba 2 ni uwekezaji wa roho, spiritual investment. Wekeza kwenye roho yako kwa kadiri unavyoweza. Wekeza kwenye mambo ya imani yako kwa kadiri unavyoweza. Watu wengi waliofanikiwa sana duniani na makabila na tamaduni zenye kufanikiwa hasa kiuchumi, wana tabia ya kuwekeza kwenye imani zao. Waangalie Waarabu, kila wanachofanya kiko connected na imani yao. Waangalie Wayahudi, kila wanachokifanya kiko connected na imani yao. Ni watiifu sana wa imani yao. Angalia watu waliofanikiwa kwenye nchi hii, wengi utakuja kugundua ni watu wa imani fulani, na wanafanya biashara zao wakizihusianisha na imani ile. Wekeza kwenye sala na dua. Wekeza kwenye kusoma Quran na Biblia na maneno ya imani yako. Wekeza kwenye mikutaniko ya kiimani, msikitini, kanisani, jumuiya. Na usifanye kwa sababu ya routine. Usifanye kwa sababu nitafanya nini Ijumaa, nisipofanya hivi hawatonizika, nisipofanya hivi nikipata shida watu kuja. Don't do that. Fanya kwa sababu ya imani yako na connectivity yako na Muumba wako. Wekeza. Maandiko yanasema tafuteni sana kwa bidii kuwa na amani na watu wote. That's a faith. Maandiko yanasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Invest ufalme wa Mungu. Na hayo mengine yote. Sasa tu invest kwenye ufalme wa Mungu tunakimbizana na hayo mengine yote. No. That's doing it contrary. Uwekezaji namba 3, uwekezaji kwenye mahusiano. Investing in strategic relationships. Kuwekeza kwenye network, kuwekeza kwenye mahusiano, kuwekeza kwenye mawasiliano, kuwekeza kwenye watu ambao watakuconnect, destiny helpers, burden bearers, watu network, watu wenye afya ya mahusiano. Unawekeza vipi kwa mke wako? Unawekeza vipi kwa watoto wako? Unawekeza vipi kwa mke wako? Nimekutana na watu wengi sana baada ya kustaafu wana struggle kwa sababu hawakuwekeza vya kutosha kwenye mahusiano na wenza wao na watoto wao. Alafu wanapostaafu wanataka wavune mahali ambako hawakuwahi kupanda. It is never possible. Uwekezaji wa mwisho ni uwekezaji kwenye nafsi yako. Uwekezaji kwenye akili yako. Mind and mental and intellectual investment. Mind, mental and intellectual investment. Unasoma vitu gani?
Hakikisha unawekeza vizuri kwenye akili yako. Unatazama vitu gani? Unawekeza vizuri kwenye akili yako. Unafuatilia vitu gani vitavyoboresha akili yako? Inasaidia kujenga, kuinvest kwenye akili yako. Ndiyo maana watu wanaolipwa sana mara nyingi ni watu ambao waliwekeza hapa, sio tumboni. Usiwekeze tumboni ukasahau kuwekeza kwenye akili yako. Akili yako unawekeza kiasi gani? Unajiendeleza kiasi gani? Unatamani kujua vitu kiasi gani? Unaongeza ujuzi kiasi gani? Usichoke, usiridhike mapema, wekeza zaidi kwenye akili ya nafsi yako. Utakuja kugundua, sasa hii siri nakupa. Ukiweza kuwekeza vizuri kwenye haya mambo manne, uwekezaji wa kiuchumi automatically utakuja. Uwekezaji wa kiuchumi automatically utakuja. Kwa nini? Tayari umeshawekeza kwenye akili yako, kwenye mahusiano yako, kwenye roho yako na kwenye mwili wako. I am telling you, uwekezaji wa kiuchumi will be automatical and guaranteed kwenye maisha yako. Usije ukasema sijakwambia. Natamani sana upae kutoka pale ulipo. Naitwa Dr. Chris Mauki.